Ahlan wa sahlan bikum ya ayuha al-ahibbau, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum fi barnamijina al-yawma litaallumi lughati al-Qur'ani, lughati ahli al-janna. Al-yawma sanaghusu fi sirri min asrari nutqi al-fasihi. Karibu sana ndugu yangu mpendwa katika kipindi chetu cha leo cha lugha ya Kiarabu, lugha ya Qur'ani na lugha ya watu wa peponi. Leo tutazama ndani kabisa kwenye siri mojawapo ya matamshi sahihi. Tutaendelea kujifunza kanuni mbili kubwa na muhimu sana: herufi za mwezi, yani hurufu al-qamariya, na herufi za jua, yani hurufu shamsiya. Ukizielewa vyema herufi hizi, usomaji wako wa Qur'ani na lugha ya Kiarabu utanyooka na kuwa wenye kuvutia sana. Tuanze moja kwa moja na upande wa kwanza unaoonekana hapo kwenye skrini yako, alhurufu alqamariya, yani herufi za mwezi. Kanuni yake kuu inasema yuntaqu as-sukunu ala al-lami, yuntaqu as-sukunu ala al-lami. Maana yake ni kwamba herufi lam lazima itamkwe wazi kabisa ikiwa na alama ya sukuni. Angalia neno mfano lililopo hapo juu, al-qamaru. Umeona jinsi nilivyotamka ile al-qamaru. Hiyo ndiyo siri ya herufi za mwezi. Hebu tusome kwa pamoja mifano michache ya herufi hizi hapa chini. Herufi ya kwanza ni alif. Tunatamka al-abu. Al-abu maana yake baba. Herufi ya pili ni ba. Tunatamka albabu. Albabu maana yake mlango. Herufi ya tatu ni jim. Tunatamka aljannatu. Aljannatu maana yake bustani au pepo. Katika mifano yote hiyo, herufi lam inasikika vizuri bila ya kufichwa. Jumla ya herufi hizi za mwezi zipo 14, 14. Sasa hebu tuhamie upande wa pili wa bango. Huu ni upande wa alhurufu shamsiya, yani herufi za jua. Hapa kanuni inabadilika kabisa na inasema la yuntaqu sukunu ala al-lami wa tudau shaddatun ala al-harfi alladhi ba'dahu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hapa herufi lam haitamkwi kabisa. Tunaifuta kwenye matamshi na tunaruka moja kwa moja hadi kwenye herufi inayofuata, kisha herufi hiyo tunaikaza kwa kuweka alama ya shadda, yani mshiko. Tazama neno lililopo hapo. Hatusemi
al-shamsu, hatusemi al-shamsu bali tunatamka ash-shamsu, ash-shamsu. Unaona lam imepotea kabisa na herufi shin imekazwa, ash-shamsu. Hebu tufanye mazoezi na mifano hii hapa chini. Herufi ya kwanza ni ta, tunatamka attajiru, attajiru, maana yake mfanyabiashara. Attajiru maana yake mfanyabiashara. Herufi ya pili ni tha, tunatamka athaubu, athaubu maana yake nguo. Herufi ya tatu ni dal, tunatamka addiku, addiku maana yake jogoo. Umeona utofauti huo mkubwa? Hapa hatusemi al-tajiru wala al-diku, bali tunasema at-tajiru na ad-diku. Hizi nazo zipo herufi 14. Kwa hiyo hurufu al-qamaria, yani herufi za mwezi ni 14 na herufi za jua yani hurufu shamsia ni 14. Jumla ni herufi 28 ambazo zinaunda herufi zote za hijaia. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, kwa mukhtasari kabisa, upande wa mwezi yani qamaria, herufi lam inatamkwa wazi kama katika neno al-qamaru, na upande wa jua yani shamsia, herufi lam haitamkwi, badala yake tunakaza herufi inayofuata kama katika neno ash-shamsu. Jaribu kufanya mazoezi na herufi zote zilizobaki hapo kwenye bango ili uzoee matamshi haya fasaha. Tayeb, vizuri. Kama umefurahia somo la leo na ungependa kuendelea kujifunza siri zaidi za lugha hii tukufu, tafadhali bonyeza alama ya like na usubscribe kwenye channel yetu ili usipitwe na masomo yajayo. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.